akapindisha kama anavyohitaji yeye. Tayari bwana mtume alishatutahadharisha long time. No. Mashaka ndafuta ushuhura, khalif turaf. Haya. Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Al-Uthaymin na yeye naye aliulizwa hili swala na limo katika fatawa zake hizi. Huyu ni Msaudi na huyu ni mjumbe katika baraza la mashekhe pale Saudi Arabia, na anatarajiwa huyu kuwa mufti. Kilichomfanya asiwe mufti ni sababu fulani fulani, lakini anatarajiwa huyu kuwa ni mufti wa Saudi Arabia. Huyu Uthaymin ameshafanyika, alitarajiwa sana, kwa sababu huyu si kafa baada huyu mufti wa juzi kuchaguliwa. Baada ya kufa Ibn Baz alitarajiwa awe huyu, lakini walifanya mpaka hakuwa huyu. Ziko sababu fulani fulani, sio mada yetu. Lakini Al-Uthaymin na anao tafsiri hadithi huyu ameisharisha ile Umdatul Ahkam, ile Umdatul Ahkam kaisharisha vizuri sana. Huyu Al-Uthaymin kaulizwa masala ya Arafa katika ukurasa 245. Huyu aliulizwa hivi: kukhtalifiana siku ya Arafa ni kukhtalifiana maeneo ya miji katika machimbuko ya mwezi. Je, tufunge Arafa kwa kufuata mji ambao sie twaishi hapo, au tufunge Arafa kwa kufuata kuonekana mwezi Haramaini Saudia? Asa fahal nasumu tabaa ru'yatil baladi allati nahnu fiha am nasumu tabaa ru'yatil haramaini? Anaulizwa. Yani watu wafunge Arafa. Huyu anaweza ni Msaudia, sio Mtanzania, na huyu hawezi kuwa jahili hata kidogo. Huyu ana pesa nyingi kweli, na sasa hivi nasikia kishakufa. Sheikh amenipa faida hapa. Lakini wenzetu kule, ukisikia mtu ni mjumbe katika baraza la mashekhe na njaa hamna, kwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa, ni mtu ana uwezo wa maamuzi, alafu ni Msuudi, kwa hiyo ana sifa nyingi, hawezi kuwa jahili huyu hata kidogo. Alipoulizwa kwamba je, tufunge kwa kufuata mwezi kwetu au tufunge kama vile mwezi ulivyokuwa na Saudia katika masala ya Arafa, akajibu hilo linajengewa kwa kukhtalifiana watu wa ilmu. Kwani mwezi muandamo ni mmoja dunia nzima, au mwezi muandamo watofautiana machimbuko? Sawa sawa, asema unatofautiana kwa kutofautiana machimbuko. Kwa mfano, ikiwa mwezi muandamo umeonekana Maka, ikawa hii siku ni siku ya 9, na ukaonekana mwezi muandamo kabla ya Maka katika mji mwingine kwa siku moja, ikawa siku ya Arafa mbele zao hao ni siku ya 10 kwao wao. Yani wale ambao wametangulia kuona mwezi kabla ya Maka, siku ambayo Arafa kwao ni 9 wako viwanjani, wale kule kwao ni 10. Asema fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm, haijuzu kwa hawa ambao kwao wao ni mwezi 10, kwa kuwa wametangulia kuona mwezi, haijuzu kwa wao kufunga, li'annahu yawmu Eid, kwa sababu kwa wao ni siku ya Eid. Wakadhalika, na ni hivyo hivyo, lau kama inakadiriwa kama mwezi umechelewa kuonekana Maka, ikawa siku ya 9 pale Maka ni siku ya 8 katika maeneo mengine, fa innahum, hakika wao, yasumuna yawma tasi indahum, watafunga siku ya 9 ya kwao, almuwafiq li yawmi al-ashir fi Makkah, inayooana na siku ya 10 Maka. Hakuna habari ya kwamba watu wafunge kuangalia Maka, hicho kitu hakipo. Anayasema hayo nani? Ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin, Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, fatawa yake hapa Al-Jami'u Fatawa Siyam. Sasa kama utafuata maneno ya sahibu yangu yule kwamba haya maneno kwamba Arafa ni tofauti, maneno haya hayatoki ila kwa watu wajinga, watu ambao wanataka wafanye kinyume ili wajulikane. Na wale wanaodai popote pale walipo ulimwenguni ya kuwa kila nchi wana Arafa yao, eleweni haya yafuatayo: imma atakuwa jahil mjinga, au atakuwa mtu mwenye kutafuta umaarufu kwa thamani yoyote, na mtu mwenye kutafuta kauli inayosema ukitaka umaarufu lete lako jipya, nenda kinyume na watu wote utajulikana. Ni kutafuta hilo tu, watu ambao wanataka wafanye kinyume ili wajulikane. Hapana, Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin si mjinga,
mufti wa Omani si mjinga, shekhe kutoka Kenya si mjinga, ila sio tuweza kuwa wajinga kwa sababu kwanza ni weusi alafu hatuna hela. Lakini wale haiwezekani kuwa wajinga hata kidogo. Kwa hiyo nataka tu ndugu zangu niwaambie ili niweze kufunga jambo hili kwamba kutofautiana uelewa si tatizo. Tatizo ni kufikisha sasa yale maudhui yako. Kwa sababu unapomuita shekhe ni jahil na nitamuomba shekhe wakati aitazame ile CD, na kama hana mimi nayo kwenye pochi nitamrekodia, na nitamuomba shekhe Maili pia itazame ile, alafu waone je ni kweli kwamba wale mashekhe zetu wakitukanwa tuendelee kunyamaza kwamba umoja bwana au umoja bwana. Mimi ndugu zangu ni mtu akimtukana shekhe wangu sina umoja naye, kwa sababu itikadi yangu ninamuona kanitendea wema sana, najua kuswali, najua kufunga, na taraji nitapata pepo kwa hisani alionifanyia kunipa ilmu. Siwezi kumwona mtu anamdhalilisha mimi nikamwacha hata kidogo. Na nina imani angelikuwa hai Sheikh Muhammad Ayub alafu akamsikia mtu anasema katika hutuba ya Ijumaa kwamba wanaoona Arafa zinagawanyika hakuna illa ni mtu mjinga, mtu kithabithabina, halafu inasomwa aya ya kumuingiza motoni. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika An-Nisaa 115 anasema waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yoyote atakayemsumbua mtume baada ya ukweli kumbainikia na uongofu kumbainikia na akafuata njia isiyokuwa ya waumini wenzake. Ulama utafsiri wanasema waumini wa hapa wamekusudiwa aljilul awwal, kizazi cha kwanza kilichokuwa kikiishi katika zama za mtume Muhammad, as-sahaba. Kwa hiyo huko ni kwenda kinyume na waumini masahaba na at-tabi'in وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah anasema yoyote mwenye kwenda kinyume na kauli nyingine inayoingia akilini kwenda kinyume na waumini, ina maana kwenda kinyume na wageni wa Allah mahujaji. Yoyote atakayekwenda kinyume na waumini hao, Allah anasema tutamwelekeza huko aliko kwenye upotovu wake, na sio hilo tu, na akhera tutamweka ndani ya jahannam, na ni pahala pazito kabisa kufikia ndani yake. Katika mazingira kama mimi siwezi, kwa kila mmoja na udhaifu wake astahimiliwe. Mimi siwezi. Wewe unaweza kutukaniwa shekhe wako na baba yako ukanyamaza, nyamaza wewe, lakini mimi siwezi. Kwa ajili hiyo turudi katika utaratibu wa nidhamu. Sasa unapochokoza ndipo unapoelekezwa. Nataka niwape faida moja, na faida hii itamfikia na ule sahibi yangu na sote tuitumie. Nilivyosoma mimi ambavyo nakubali kurekebishwa. Hii misikiti inayojengwa kwenye vituo vya mafuta, vituo vya nini, hii inaweza ikaitwa miswala. Ni vigumu kuiita misikiti hata kama ina marumaru, kwa sababu msikiti asili yake ni ardhu mawqufa, ni ardhi iliyotolewa wakfu kwa ajili ya msikiti. Na ndiyo maana msikiti hata ukihamishwa, msikiti hauhami ndugu zangu, pale panabakia kuwa na sheria ya msikiti. Narudia kusema, huu msikiti wa Shafi leo hii ikatokezea huu serikali atakayejenga stendi hapa ikauhamisha, elewa wazi ardhi hii huwezi ukaa na janaba, kwa sababu ardhi hii ni msikiti, ingawa ile nyumba yake haipo. Lakini jengo hili ukalinyanyua ukaenda ukalijenga mahala pengine ambapo ni mali ya mtu, si wakfu, hapawezi kuwa msikiti. Msikiti ni ardhi iliyotolewa wakfu, ardhi ambayo mmiliki wake ni ya kwake. Kesho na kishokutwa anaweza akachenji akaamua sasa magari yangu napaki hapa, msikiti na uhamishia kule pembeni. Huo si msikiti, unaitwa muswalla. Sasa nastaajabu watu kuswali aljumaa nyingi katika muswalla, nastaajabu watu kukaa itikafu katika muswalla wakati msikiti ipo. Mimi nastaajabu. Na kama ni msikiti tutamkiwe hivi, huu ni msikiti, mwenyekiti wa msikiti huu ni fulani, imamu wa msikiti huu ni fulani na kapatikana kadhaa, na wenye mamlaka ya msikiti huu ni fulani, mimi sihusiki, huu ni mali ya Waislamu huu. Pakiendelea kuwa ni ardhi yako, unaijenga mwenyewe, unaihudumia mwenyewe, ardhi ile sio wakfu, ina jina lako, si msikiti, ni muswalla.
Nataka changamoto hii ya kiilmu mkaifanyie kazi na muwaulize mashekhe kwamba je, msikiti ni msikiti kwa sababu tu kuna minara au una vigae au watu watawadha na kuswali, au unakuwa ni msikiti kwa sababu ardhi imetolewa wakfu kwa ajili ya msikiti? Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo, kuna baadhi ya majumba humu ni mazuri, kuna baadhi ya wazazi wanajua heshima, wameandaa kuna chumba maalum cha kuswalia, kimepambwa, kina chetezo, kina kila kitu, lakini ile si msikiti. Ukiwa na janaba uso kukaa pale, ule si msikiti. Ukiamua kujamii pale unaweza, kwa sababu si msikiti ule. Amepamba vizuri, kaweka mnara chumbani kwake, mtu kwenye chumba chake, lakini si msikiti. Lakini ardhi ambayo ni wakfu kwa ajili ya msikiti, hata kama haijaanza kujengwa, huwezi kukaa na janaba, huwezi kutema mate pale, huwezi kuweka uchafu pale. Ndivyo sheria inavyosema. Kwa nataka nikuondoeni, msije mkakaa kila mkaona kila penye petrol station pana msikiti, kila penye kiwanda pana msikiti. Pana muswala wa kuswalia, na tunawapongeza sana Waislamu waliofanya vile kwa kujenga vituo kama vile, tunawapongeza sana. Lakini wafahamu kwa sio misikiti. Wakikubali kuwa ni misikiti, watuambie, je, wameshatoa wakfu? Je, ni kweli kwamba umiliki hauko kwao, ili siku tukiona taa zetu zazimika tukaulize kwa bwana, mbona msikiti utazimika? Maana wana almasajida lillah, ndio tulivyojua misikiti ni mali ya Mungu. Kama mnavouliza hapa, mtakiwa muulize na kule. Kwa hii imenijia tu kutoa changamoto. Kwa kuwa muda umekwenda sana na nimezungumza muda mrefu kuliko ada yangu, nadhani nirudishe mikrofoni kwa Sheikh Abdul Waqat ili yaulizwe maswali, na nikishajibu maswali hayo ndio tuswali. Na naendelea kusema kwamba kutofautiana si tatizo, tatizo ni mfumo wa kufikisha lugha. Na nimewaahidi mashekhe hawa kwamba mimi nitawapa ile CD, na nyinyi nimekuambieni kanunueni ile CD, kwa mtoro inauzwa, anwani yake inaitwa Fadhila za Arafa. Na kabla sijampa Sheikh Abdul Waqati, kwa kuwa leo yupo Sheikh Mahmud, imamu wa msikiti Makuti, asije akaondoe kama hatukupata faida. Wataka uulize swali, utaka uchangie, maana fursa kuchangia pia unayo kama Sheikh. Naomba uulize swali. Ala. Inshallah. Basi uuliza kwa fursa yako, uliza. Sasa hii kanuni ya kufuata Saudi Arabia kianza kuona mwezi na sisi tukawafuata kufunga Ramadhani, kama wao wataanza kuona moja, mimi na imani ili hawa wapate ile cassette yao vizuri. Sheikh Emile weke kiti nyuma hapa, Sheikh akae kwenye kiti ili sauti yake iingie. Lakini iingie pale. Kapo ili kidogo hapa juu, ili ile wale jamaa wanapata picha utufaidike na ili swali. Nilikuwa naomba kuuliza ile kanuni ya Saudi Arabia, kwa wao wanaanza kuona mwezi na sisi tukawafuata, wakufungua hivyo hivyo, wakufunga namna hivyo hivyo. Hili ni jambo Saudi Arabia wamelitaka kwetu, wameliagiza, wameliomba, wameliamrisha hivyo, au ni kutaka kwetu kuwafuata tu wao? Ni katika amri zao kwamba tuwafate kwa kuwa wao ndio wanaona ule mwezi kwanza kabla ya mtu yeyote, ama sisi tu tunapenda kuwafuata wao? Hii kanuni iko vipi? Nataka kujua hili. Saudi Arabia hawataki sisi tuwafuate. Kuna njia mbili zimefanywa. Tulipokuwa kule Maka, maana Mwenyezi Mungu alitujalia sie maskini pia tukafika Maka, wenzetu kule wameweka vibanda hivi vya kuuliza maswali. Kuna mashekhe wamewekwa kazi yao kuuliza maswali. Kwa kila matatizo mnayoona hapa nchini kwetu, ukifika Saudi Arabia unaweza kumpata mwenzako anayejua Kiarabu kwamba hebu tuulizie bwana. Kwa hiyo swala la mihirabu tumeuliza, mihirabu hii, maana msikiti wa Sunna kwa haina mihirabu, tumeuliza tukajibiwa kwamba yafaa, na hata msikiti wa Madina ipo. Na suala la mwezi tukauliza, kila shekhe aliyeulizwa iwe Maka au Madina anasema fungeni kwa muandamo wa maeneo yenu, kila aliyeulizwa. Kwa hiyo Omani ndio msimamo wao, Saudi Arabia ndio msimamo wao. Kwa sisi huku ile kuamua kuifuata Saudi Arabia ni matakwa yetu sie wenyewe, lakini wao hawatulazimishi na wanatukosoa kwa msimamo wetu huo. Wanatukosoa. Allah. Na mtu asipate tabu, mfungo 3 unakuja. Ukimpata ndugu yako yote anakwenda Maka, muandikie ili swali, mwambie ukifika kule kibandani kaulize ili swali, atakuletea jawabu. Najie katika kumbukumbu zenu masheikh, nimepata kuona kwa sisi tumetangulia kuswali kabla ya wao. Imewahi kutokea hivyo?
kama sisi tumeona mwezi na tukawapa hao taarifa, au siku zote wao wanatutangulia tu mujibu wa sisi? Huku kwa Tanzania sijapata kuona, lakini kwa Yemen iliwahi kuona mbele, Saudia wakakataa. Kwa Yemen ishawahi kuonekana mbele mwezi, Saudi Arabia wakakataa. Na sio hivyo tu, Omani na Saudi Arabia ni karibu, lakini mara nyingi sisi hapa tunaoana kufunga na kufungua na Omani hawafuati mwezi wa Saudi Arabia. Sasa ajabu ni sisi huku wa Tanzania, Saudi Arabia ni mbali, Omani Saudi Arabia ni karibu, lakini Omani hawafuati Saudi Arabia, ila sisi tutakagamizwa tufuate Saudi Arabia kwa sababu eti ndiko mtume alikozikwa, ndiko nini. Hata yule rafiki yangu alisema neno kisha akalisahau. Asema kuna watu hapa wanawatia Waislamu chuki ya kuchukia Maka. Maka ndio mahabatul wahyi, Maka hivi, Maka hivi. Maka ndio kibla cha Waislamu, yani Maka na Madina ndio kibla cha Waislamu. Biladul Haramain ndio kibla cha Waislamu. Watu wake ndio wanafaa kufatwa. Lakini huyu anayesema hivyo haswali tarawih kama ile ya Maka. Huo ndio mshangao. Mtihani mkubwa wallahi. Na maswali matatu kwa sababu muda umekwenda sana. Maswali matatu, kulia, katikati na naam. Kila mwenye kuuliza swali aje mbele. Mbele ili picha ipatikane vizuri. Usipokuja mbele usitopewa nafasi ya kuuliza. Kila mzee Isa. Mzee Isa swali yangu. Assalamu alaikum. Wa salamu wa rahmatullah. Sheikh, mimi ni Sheikh kumuuliza, kuna bwana yeye watangulia kufunga hapa. Ndio. Sauti, toa sauti. Na sauti iliingia sana. Yeye jibrati akasema sasa hivi dunia imekaa vile kijiji. Kwa hiyo sasa hivi anasema anaangalia Saudi Arabia kupitia kwenye satellite. Anafunga kwa kuona kwa Saudi Arabia, sio kwa hapa. Akilimuza sasa, kwa nini unafunga kwa kuona Saudi Arabia, umeonaje? Akasema dunia sio kama vile kijiji. Kwa mimi nauangalia kwa kupitia satellite, ndio maana ninafunga. Sasa je, hili si liko vipi Sheikh? Na mswali la pili inshallah. Tajumuisha. Swali la pili. Hapa usipokuja huko basi. Assalamu alaikum. Na mimi swali langu nikauliza kwamba sisi tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, hizi hitirafu ambazo